Ya SMP hapa simameka presenter kutokea The Real Life TV. Bwana, tuko mahali fulani hivi pamepoa, mahali pazuri. Sitakuwepo mwenyewe kwenye kipindi chako cha Love Decoder ambacho sitakuwepo mwenyewe. Nitakuwepo na mgeni rasmi ambaye anatupitisha kwenye mada yetu. Inahusu ushauri kwa vijana ambao wanatumia mitandao ya kijamii. Tuwape ushauri na faida pia na hasara pia kwenye mitandao ya kijamii. Ya vipi bro? Kama kawa nzima? Hakika man. Full Fresh. Wanakufahamu kama nani kwanza? Mr. Ochu TZ ya. Mr. Ochu TZ. Yes. Naona unafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii. Ni faida gani, labda tupitishe kwenye faida kwanza. Tujue faida za mitandao ya kijamii. Faida ya mtandao wa kijamii ni kwamba kutengeneza tu maudhui ambayo watu wanayafurahia. Kutengeneza content ambayo haitowakera watu. Ndio utaona faida kwenye mtandao wa kijamii. Na tukirudi kwenye hasara yake ni kwamba una uwezo wa kushoot content ukitumia gharama kubwa sana. Afu ukiingia mtandaoni ukaposti utapata views wachache. Hiyo inakuwa ni mojawapo ya hasara kubwa sana. Kwa hiyo cha kuzingatia ni kwamba kutengeneza maudhui mazuri ambayo watu watayapenda, watu watakukubali kwa hiyo maudhui yako. Mimi nashukuru kwa faida nilizozipata ni kwamba mtandao wa kijamii kama Instagram, yani nimeongezeka followers sio nyingi sana, ila kwa Instagram ni mtandao mgumu sana kupata followers. Ila kwa mimi nashukuru Mungu kwa nilionao, wenyewe wataona hapo. Jana ni Mr. Ochu TZ, ukisearch hapo utaliona. Kwa nilionao nashukuru Mungu. Unafanya vizuri, ila sasa kutokana na content yako una uwezo kukata miaka 5, 6, 7 una followers 200, 300. Hiyo inatokea kwenye mtandao wa Instagram. Vile tena mtandao wa TikTok au Facebook. Hivyo usipotengeneza maudhui mazuri ambayo hayatofurahisha vijana, hayatofurahisha jamii, tuseme kwa ujumla jamii, ndugu yangu, kupata viewers au like au followers, yani hicho sahau. Ushauri ni kwamba tengeneza content nzuri inayofurahisha watu, jamii. Wakifurahi watu, wewe na wewe utakuwa ndo mwanzo wako wa hatua kwenda moja ili mpaka kule. Na hasara gani labda unazipata? Ni hasara zipi au ni hasara gani ambazo unazipata kwenye mitandao ya kijamii wewe hapo? Mimi kama mimi hasara nilizozipata au unazozipata kwa sasa. Kwa sasa ni kwamba hasara bado sijapata hasara. Kwa sababu mimi sijafikia kiwango cha kufanya matangazo bado. Sio kama sijafikia, nimefikia, ila sijapata wale wa kufanya matangazo. Labda tuseme ndio moja wapo ya hasara naipata, kwa sababu viewers na followers na hao watu sasa kunijia kwamba tangazo langu ili hapa nifanyie ndo bado. Kwa hiyo nahisi kama hicho ndo kwangu mimi ni hasara. Sijajua kwa wengine. Labda kwenye wewe ni content creator, naamini ni content creator, unapiga na watu kibao, watu nani. Wewe labda kwenye maana unajua mitandao ya kijamii iko mingi, sio Instagram tu. Kuna Facebook pale, tunaenda kuna Twitter, kuna Thread, kuna iko mingi, YouTube sana. Lakini mtandao mgumu kwako ambao umeona ni mgumu sana kwako kuingiza labda watu wengi wakufuatilie ni upi? Mtandao mgumu kwangu mimi ambao kwa sasa hivi ndio unanifanyia ugumu ni TikTok. Bado watu hawajanikubali kivile, ila nashukuru Mungu zinaenda sasa. Kwa hiyo ila ndio lile nilisema kwa mwanzo kwamba ni maudhui unayotengeneza yapoje, au utengeneze maudhui ambayo mtu ana uwezo wa kukuangalia mwanzo hadi mwisho na akakuelewa ulichokifanya. Huo ndio ushauri. Sawa, una ushauri gani labda kwa vijana ambao labda ndo wanaanza kujitafuta na mitandao ya kijamii au nini, labda ma content creator wadogo? Unawapa ushauri gani wewe kama wewe content creator ambao unajua kabisa mitandao? Waje vizuri. Na ushauri waje vizuri mtandaoni. Mtandao ni mtandao ni sehemu ya kukubali na ni sehemu ya kukataa. Kwa ukija vizuri utakupokea, ukija vibaya vile utakukataa. Kwa hiyo wewe njoo vizuri kwenye mtandao wa kijamii, tunawakaribisha. Sisi hatujavuka, lakini followers tulikuwa nao na tunazidi kusonga mbele. Hatutaki kukatisha tamaa wale ambao wapo chini. Wewe ambao uko chini unajiona una followers 200 mia ngapi, usikate tamaa pia. Wewe tengeneza maudhui mazuri ambayo yatawafurahisha watu. Utapata followers hata 1000 ngapi kwa muda mchache, wewe mwenyewe unavyojua yani ni kwamba tengeneza maudhui mazuri. Watu watayapenda
kwa tuseme kwa aje sasa, wewe yani tengeneza tu mazoezi. Na kingine ni kwamba unapotengeneza content, mimi sio mwalimu sio nini, ila ni kwamba unapotengeneza content hakikisha sekunde 2-3 iwe ni ina kivutio fulani ili mtu abaki kwenye content yako mwanzo hadi mwisho. Ndio utengeneze hivyo, lakini ukitengeneza unaanza mwanzo hadi mwisho bila ya kivutio chochote, ndugu yangu, upata followers, upata viewers, utachelewa. Sawa labda